Mtoto kwanza ndani ya Kumekucha Tanzania, sehemu ambapo tunajifunza masuala mbalimbali yanayowagusa watoto kwa namna moja ama nyingine, na hususan tunaangalia malezi na makuzi ya awali ya mtoto. Hapa tunamzungumzia mtoto ambaye ana umri kuanzia miaka 0 hadi miaka 8, namna ambavyo anatakiwa kulindwa, lakini malezi yake yanakuwaje na namna gani ambavyo mtoto huyu anaweza akakua na akaja kuwa mtoto ambaye ana misingi mizuri hapo baadaye. Unaweza kushirikiana nasi hapa studioni kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0621780663 0621780663. Naamini kabisa msikilizaji, upo pengine sasa hivi kwenye shughuli zako za kila siku ukijitafutia chochote kitu, lakini tunakumbuka pia wako wazazi ambao wanakuwa na watoto wao pia katika maeneo hayo. Sasa leo tunazungumza hali ya watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 8 kushinda na wazazi wao kwenye maeneo ya biashara. Je, inawaathiri kiasi gani usalama wao? Wanaathirika kiasi gani? Na wewe mzazi unaweza ukatuambia, ambaye unashinda na mtoto ama umekuwa ukishuhudia mtoto akikua. Kuna watoto wanakulia masokoni kuanzia akiwa mdogo, anakuwa mpaka anavyoanza kwenda shule ndo mnaanza kuacha kumuona akishinda mazingira ya biashara. Unakuwa unaona yupo katika mazingira gani? Tuambie kupitia namba yetu ya simu ya 0621780663. Na hapa studioni nipo na mtaalamu kutokea dawati la jinsia na watoto, lakini pia nipo na afisa ustawi wa jamii, nipo pia na mfanyabiashara ambaye pia ni mama. Anaweza kutuambia mambo huwa yanaendaje na pengine wanapata changamoto kiasi gani kuwalea watoto wao katika maeneo kama hayo, mambo yanakuwa vipi. Hayo yote msikilizaji unayapata hapa ndani ya Mpanda Radio FM. Mimi ni Restuta Nyondo, ambatana nami mpaka tamati, lakini pia niko na ndugu yangu Katona hapa. Sawa, tuanze moja kwa moja, pengine tuanzie sasa kupata uzoefu kwa mfanyabiashara. Kwako Mama Rita, utuambie, utupe uzoefu wako ukiwa kama mfanyabiashara na pia ukiwa kama mama. Unashinda na mtoto wako sokoni, hali ya malezi huwa inakuwaje? Pengine kwanza utuambie una watoto wangapi? Asante ndugu mtangazaji. Mimi ni mama watu 5. 3 wa kike, 2 wa kiume. Na wote umewapata ukiwa unafanya biashara sokoni, si? Ndio, katika mazingira yale ya sokoni. Tupatie sasa uzoefu, hali huwa inakuwaje wakati wa malezi, hasa pale ambapo mtoto anakuwa anahitaji lazima uwe naye, huwezi kumwacha nyumbani. Ndio, katika hali hile huwa sisi wazazi inatupa changamoto kubwa sana. Malezi ya biashara na mtoto katika mkusanyiko wa watu si mazuri kiafya na hata kiakili pia. Mtoto anapokuwa wa miezi wa 0 kuanzia 0 mpaka mwaka 1, 3, 4, katika mazingira yale kuna mkusanyiko wa watu tofauti na ujitabia tofauti. Akiwa katika ile miezi 3, 4, muda ule wa kutambaa hana mazingira mazuri ya kutambaa. Mazingira mengi ni machafu. Mtu katema mate, mtu katoa kohozi, mtu kafanyaje. Maana wengine si wastaarabu kusema kwamba atahifadhi hiki kitu sehemu fulani. Hapana, yeye anajiachia tu, ili mradi anajua kwamba ni kujiachia. Yule mtoto anayetambaa kwa yale mazingira si sahihi, inamletea magonjwa hatarishi, hasa ya kuwalisha, kwa sababu anavyoshika pale chini kuna muda anaweka mdomoni. Amepewa kitu na mtu, huwezi kumsafisha. Huko unaambia nyanya shingapi? Ukimbilie huku nyanya, utamkimbilia mtoto, inabidi kwanza huyu mtoto achane naye, ukimbilie kwamba ile senti ile ukimbilie ile senti, pimie saba 5,000, huyu mtoto nimsafishe baadaye. Tayari pale tumejisahau malezi ya hatarishi, kwamba ile pesa naoipata nikienda kumtibia kule inazidi kiwango kile nilichokipata. Katika malezi yako ya watoto wako hao wote 5, haijawahi kutokea mtoto akapata madhara yoyote, ikiwemo labda mtoto akapotea au akaugua ghafla au akapata changamoto labda akaumia?
Changamoto zipo. Mimi mwenyewe nikiwa ni ushuhuda. Unakaa na mtoto pale asubuhi, inafika mita ya saa 6 au saa 7, unashangaa mtoto katapika ya kwanza. Katapika ya pili, unakimbia duka la madawa. Unasema nikimbilie labda ni homa hii. Maana sisi tuna vipimo vyetu. Kiangalia kwamba hiki kipimo hakijakaa sawa, ndio unasema nimkimbize zahanati. Muda wote hali anatapika na kualisha. Tayari ile inakuwa ni changamoto, na ujue tatizo labda limekuta lini na saa ngapi. Tatizo gani ambalo wewe binafsi umewahi kukutana nalo na haujawahi kusahau kupitia malezi haya watoto wako ukiwa eneo la biashara? Asante ndugu mtangazaji. Changamoto ambayo nimeipitia mimi, kuna siku nilifika pale sokoni ni asubuhi, lakini kufika mida ya saa 6 mtoto wangu alipata kuharisha ghafla, kutapika. Nikamkimbiza pale hospitali, nikaandikiwa dawa, lakini nilivyorudi hali ile iliendelea. Ilibidi tena nimtoe hapa nimpeleke rufaa ile ndogo ya wilaya. Ile changamoto nilifikia paka hatua hata uchumi ulishuka, sababu nilikaa kama siku 3 nikiwa niko udini kwa ajili ya kuharisha na kutapika. Na pengine wataalamu walikwambia changamoto ilitokana na nini? Changamoto niliyoambiwa kule, hasa tulihusiwa tu katika hali ya usafi kwa ajili ya watoto. Tuwe na umakini kwa kila hatua. Ndio daktari alichonishauri. Sawa. Turejee kwa afisa ustawi. Pengine utuambie, nyinyi ni watu ambao mnawaangalia pia wakati mwingine watoto kwa karibu, kuanzia namna ambavyo wanalelewa, wanakuwa. Tuambie, tunavyozungumzia mtoto kwanza kushinda kwenye maeneo haya ya biashara, kuna hali gani ambayo inaweza ikamuathiri mtoto kwa haraka? Kama tunavyojua, ili mtoto aweze kukua katika ustawi ambao unahitajika, anahitaji mambo muhimu kama elimu, afya, lishe, ulinzi na usalama, pia na malezi yenye mwitikio. Kwa hiyo tunapokuja moja kwa moja kwenye maeneo yale ya biashara, mtoto anakosa vitu vingi sana ambavyo ni muhimu katika ukuaji wake wa mwili, afya na kiroho pia. Kama tunapojua, maeneo ya masokoni ni maeneo ambayo wafanyabiashara wengi ni watu wazima. Kwa unakuta watoto ni wachache sana. Kwa wakati mwingine mtoto anakosa ile kuchangamana na watoto wenzake. Unakuta muda mwingi yuko mgongoni au yuko chini anacheza yeye kama yeye peke yake. Kwa kuna vitu anavikosa katika ukuaji wa akili. Lakini pia eneo lenyewe la kucheza, unakuta hakuna eneo maalumu la kucheza, ni kufinya. Unakuta labda yupo chini ya meza au sehemu tu ambapo watu wanapita pita. Ile na yenyewe ni hatari pia kwa watoto, anashindwa ile kujiachia na kucheza. Lakini pia kule sokoni huwa kunakuwa na lugha mbalimbali. Unaweza kukuta kuna lugha za matusi, kuna hali ya kugombana, sio wamezulumiana, kuna ugomvi, kuna utapeli, yani kuna kila aina ya karaha ambazo sio nzuri kwa watoto. Kwa ile inaweza kumwathiri mtoto kitabia pia. Akahisi ile ni sehemu ya maisha, akawa anakuwa navyo vile vitu. Anakuwa katika ile hali ya matusi na maneno mbalimbali ambao wanarushiana sokoni. Kwa maeneo ya sokoni sio rafiki kabisa katika makuzi ya mtoto. Sawa. Na pengine sasa tumeona kwamba mzazi lazima aende akajitafutie kwenye maeneo kama hayo. Tunaweza tukasema mzazi huyu anapaswa kufanya nini? Kuchukua hatua gani wakati ambapo ni lazima awe na mtoto wake katika mazingira ya biashara? Kwa watoto wale ambao wananyonya hamna namna, kwa sababu muda wote takiwa nyonye. Lakini kwa wale ambao tayari wanakuwa wanajitegemea, anaweza kupata chochote vile vyakula vya ziada, ni bora tukamwacha mtoto nyumbani ambako anaweza kupata huduma mbalimbali, lakini akajiachia, akacheza, akapata muda mzuri wa kupumzika, akalala, akaoga. Kwa sababu kiwa naye sokoni ataoga saa ngapi? Huwezi kumogesha. Lakini pia anakosa mambo ya lishe, chakula. Kuna matunda, sio, kuna mboga za majani. Sokoni akiagiza wali maharage anakula mama na mtoto anakula hivyo hivyo, kwa mtoto anakosa pia lishe. Kwa kama inawezekana tuajili mtu ambaye anaaminika awe anashinda na watoto nyumbani ambako tunaamini ni mazingira salama. Tafuta mtu ambaye anaaminika, anaweza kaa ni ndugu au hata wasichana wa kazi wale wasaidizi ambao tunawatumia siku hizi. Mtoto ashinde nyumbani ambako atapata muda mzuri wa kupumzika, ataweza kuchangamana na watoto wenzie, lakini pia atapata lishe kamili kwa ajili ya makuzi yake. Lakini pia siku hizi tuna vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, hizi tunaita chekechea. Na zenye pia ni eneo salama kwa ajili ya makuzi ya mtoto. Mama akiwa bize yupo sokoni, anamwacha kule. Wakati anarudi jioni anampitia pia. Kwa kuliko kushinda naye sokoni, ni bora
akamwacha kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ambapo viko salama, naona mazingira kweli yako vizuri na mtoto anaweza kukua bila changamoto yoyote. Sawa, na tunapozungumzia mtoto apate chakula bora na salama ili aweze kukua. Kama tunavyojua kuna makundi 5 ya vyakula na kila kundi lina umuhimu wake. Kwa mtoto alao apate hivyo ili aweze kukua vizuri. Lakini kuna issue ya afya pia. Na tunaamini mtoto ili aweze kukua vizuri lazima apate zile chanjo muhimu, afuate utaratibu kama afya ambavyo inatakiwa, lakini pia kuwe na maeneo ambayo ni yale ambayo anacheza, ulinzi na usalama, hayo ni maeneo mazuri. Na kila mwanajamii itakiwa ahakikishe kwamba mtoto yuko katika hali ya usalama pia. Popote alipo mtoto tunaamini kwamba kuwe na mazingira ambayo ni salama. Lakini pia elimu ni hitaji muhimu kwa mtoto pia. Sawa, tuelekee kule dawati ambako pia kule huwa tunaendaga yakishatokea majanga sasa. Ndio tunakumbuka kwamba watu hapo inabidi nikimbilie huku. Pengine utuambie, mmeshawahi kupokea visa vyovyote ambavyo vinakuwa vinahusiana na usalama wa watoto hasa sehemu za biashara? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nipende kujitambulisha, mimi kwa majina naitwa Sergeant Priska, nimetokea dawati la jinsia na watoto mkoa wa Katavi. Kwa hilo swali, kwa kumbukumbu zangu tangu nimekuwepo kwenye dawati tumewahi kupokea visa hivyo. Kwanza tumekuwepo tukipokea visa vya watoto kupotea. Mara nyingi sana watoto wanapotea wakiwa na wazazi wao kwenye biashara. Tumewahi kupokea pia na kisa cha mtoto, yani mtoto alimwacha mama kwenye biashara, alafu akaambiwa aende nyumbani, katikati hapo kapata tatizo. Umeona? Yani wazazi huyo sasa hakuwa yule mtoto kwamba labda ni mtoto kwamba ni mtu mzima miaka 18, yani ni hii miaka 8. Sasa ile unasema muda umeshaenda, tangulia mtoto, nenda nyumbani, mimi ngoja nimalizie biashara. Wale wafanya biashara wa jioni wale, mtoto katikati hapa kapata tatizo. Umeona? Kwa hayo matukio tumewahi kuyapata kama hivyo, kupotelewa kwa watoto kuwatanguliza waende nyumbani, usiku umekuwa mkubwa, mtoto anapata tatizo. Na matatizo gani hasa moja kwa moja? Yaani mtoto ni kwamba alikutana sijui, kwanza moja ni kama wawili. Juzi tu hapa ilikuwa wiki iliyopita, nilipigiwa simu. Unatusaidiaje? Mtoto alikuwa kwenye biashara na mamake. Wameongozana na mamake. Hasa haelewi kama walikuwa wamefika wote kwa pamoja, lakini si unajua katika kujitetea mtu anasema kwamba walifika wote kwa pamoja, lakini ile sio kufika kwa pamoja. Umeona? Inavyoonekana ni kwamba ile ya kwamba tangulia nyumbani nitakukuta. Umeona? Mtoto hakufika nyumbani. Siku 4 akatoa taarifa pale kituo cha polisi. Kama siku 4 siku 5 mtoto anaenda kumkuta polini, hana ufahamu, haelewi amefikaje. Yani yeye huyo mtoto alichohitaji tu ni kwamba alihitaji chakula, maana na njaa. Amefikaje huko haelewi. Lakini yote hii ni wazazi. Yani ile biashara hizo tunazijali, lakini sasa hatuzingatii kwamba umri ni kweli. Inawezekana ni mazoea, kila siku unamtanguliza mtoto kwenda nyumbani, unamtanguliza anafika salama. Sasa siku hiyo kumbe kuna watu wanakupigia chabu kwamba aka katoto mbona kila siku anapita peke yake, akana ulinzi. Kwa changamoto ndio kama hizo. Na vipi kuhusiana na matukio mengine ambayo pengine kwa sasa hivi yamekuwa akiwakumba watoto, hasa tunazungumzia vitendo vya ukatili kama ubakaji na kadhalika? Mara nyingi sana ni hizi ajira tunapokuwa tukipiga kelele mara nyingi. Sasa hivi unajua watoto wenye umri mdogo ndio wanaotumikishwa sana sasa hivi. Mimi nashindwa kuelewa kwamba sijui ni wazazi kwamba sasa tumeshashindwa kufanya majukumu yetu, sijui ni kitu gani.
Mone, naona watoto wadogo hawa ndio wanaofanya sana biashara huko mtaani, tena umri mdogo sana. Lakini matatizo ambayo yamewakuta watoto ni kupotea na watoto kufanyiwa vitendo vya ukatili kama kubakwa. Kwa sababu yule mtoto nilikuja kuonana na mamake, ilikuwa ni Jumatano iliyopita, Ijumaa iliyopita. Nikamuuliza, akaniambia alikutwa polini, akaletwa ana njaa, sijui haelewi anasema amefikaje, lakini mambo mengine mzazi anaweza kama ameficha kwamba mtoto amefanywa nini. Maana wazazi wengi, kuna tukio moja tuliwahi kulikuta shuleni wapi kule Lelini kule, mtoto anafanyiwa ukatili na kijana wa ng'ombe, walimu wamegundua, mzazi akaficha. Kwa huwa wazazi wengine sio wawazi, anaweza kama amefanyiwa hicho kitendo ule binti, lakini kwa sababu ni binti ambaye yuko karibu na nina mpango na ninamfuatilia, nataka nije nimdodose mamake ni yupi kati ya hawa ambao upo nao, nitakuja kukaa naye chemba siku moja nimuulize. Lakini ndio hivyo, ndio hayo matukio. Pengine nini hasa hatua gani ambazo sasa nyinyi kama dawati la jinsia na watoto, ambao wakati mwingine mnawajibika kwenye ulinzi pia, mmekuwa mkizichukua kwa ajili ya kuhakikisha hawa wazazi wanafahamu misingi mizuri ya kuwalinda watoto wao kwenye maeneo ya biashara? Mara nyingi sana huwa tunapenda kutoa elimu kwa yani elimu mara nyingi sasa hivi, kama sijajua dada hapa yeye yuko soko gani, lakini kwenye masoko sasa hivi kumekuepo, yani askari wamekuepo, tumekuepo tukijitokeza sana kutoa elimu sana kwenye masoko sana mtaani sasa hivi. Yani inatolewa sana elimu, na mara nyingi hata tukiwa kwenye doria, mtoto ambaye tunamkuta usiku, mara nyingi tumekuepo tukiwasaidia hata kwa kumuuliza kwenu wapi, shida ni nini, yani hivyo. Umeona ushirikiano wa kufanya kazi na wenzetu ambao wanahusika na watoto, tumekuepo tukitoa ushirikiano sana na watoto, kutoa elimu tukiwa doria, kuwasaidia watoto mazingira yake, wazazi wake, na kuwaelimisha ili waweze kuwalea watoto katika misingi inayotakiwa. Sawa, turudi kwako Mama Lita. Huyu ni mfanyabiashara wa soko la Mpanda Hotel. Na pengine utuambie, unadhani kuna haja yoyote ya kutengenezwa ama kuwepo kwa maeneo yaliyotengwa ndani ya masoko ambayo yanatengenezwa moja kwa moja kwa ajili ya kuwaweka labda watoto, na hiyo unaona itakuwa na msaada kwa kiasi gani? Kutokana na hali tulionayo pale sokoni na miundombinu ya sokoni tangu mwanzo masoko yanapoanzishwa, hili swala hawakuweza kusema kwamba waweke eneo maalum kwa ajili ya watoto wale wadogo. Ile soko lilijengwa tu ili mradi kila mmoja apate eneo lake la kuweza kufanya biashara na kuweza kumlinda mtoto. Kama utamweka chini ya meza, mara nyingi tunaweka chini ya meza kwa kuogopa kuanguka juu, kuhatarisha, wanaweza kupata ajali yoyote ile. Upande wa pili, kwa ndugu yetu hapa ustawi wa jamii, namshukuru kwa kuendelea kutukumbusha, wako pamoja na sisi, hawajatuacha. Mara nyingi wanatupa kweli elimu za kuhusu watoto wetu na tunazifuatilia, na muda mwingine huwa wanakuja, sijua ni walimu, sina uhakika, huwa wanakuja katika nguo tofauti za kawaida, hadi kama alivyovaa hivi. Wanakuja tu wamevaa kama sisi tulivyo, na muda tunawakaribisha, tunajua ni wateja. Karibu mama, karibu kaka. Fika pale, huyu mtoto umri wa shule, mbona hajaenda shuleni? Haya mama, twende. Tunabeba mama na mtoto wako, tunabebwaga kule, tunabebwa. Huyu maneno unakuta pale wamezagaa ndani ya dakika 10, watu wamezagaa, alafu nashangaa watoto wamekusanywa wote. Ile imekuwa ni changamoto nzuri sana. Saa hizi pale watoto waliopo sokoni ni hawa wanaonyonya, lakini kuanzia miaka 3 mtoto pale sokoni hautamkuta. Zaidi na kugharimu mzazi katika bajeti yako utenge kiasi cha kumpeleka mtoto shuleni, akashinde mpaka saa 10, saa 12 ndio mfuate. Sawa, pengine unawashauri nini hasa wafanyabiashara wenzako? Kuna wale ambao hata akiambiwa labda huyu mtoto ana miaka 3 anahitaji kwenda shule, anakwambia hela hamna, miaka 3 anaenda shule, atashinda hapa sokoni. Mtoto mpaka anafika ile sije anakuwa anajua naye kusema karibu nyanya. Mimi cha kuwashauri
ni kuendelea na kupeana elimu, kwa sababu kumshauri mtu ni kumpa elimu, na elimu mtu huwezi ukampa mara moja au mara mbili, ni kuendelea kuwekea msisitizo. Lakini naamini waliokuwa wengi saa hizi elimu imetawala kwenye vichwa vyao, na wanajua ni vyema, kama alivyoongea hapa mama, tuna shule pale sokoni, na shule hile tunapokea watu wa kila aina na wenye tabia tofauti. Tunapokea wachungaji, tunapokea wehu, tunapokea siji watu gani ya matusi, ataongea nini, na hakuna kitu kibaya kama mtoto anawahi, yani akili yake inawahi kusensi. Yaani unapoongea tu pale yeye alishaliweka. Unashangaa unafika nyumbani analitamka lile ambalo liliongelewa sokoni. Wanapata elimu mbaya sana za maneno machafu, ndio elimu kubwa, na pia afya yao. Mimi nilikuwa na washauri wafanyabiashara wenzangu, wakina mama, hasa ni wakina mama. Wakina baba saizi sokoni wametukimbia, ni wachache sana, na muda mwingi huwa hawashindi na watoto. Tunaoshinda watoto ni sisi wakina mama na jamii nzima, kwa sababu mtoto sio wa mama, sio wa baba, ni wa jamii yote ambao inakuzunguka. Muda wote tunasema mtoto ni wa serikali, sio wa kwako wewe. Maana akienda hapa tena sio wa kwangu. Inakuwa iko kwenye sekta nyingine tena. Nilikuwa napenda tu kuwashauri wafanyabiashara wenzangu tuwe makini kwa kuwapa watoto elimu iliyokuwa bora. Na elimu sio mpaka ya darasani, hata tunapokuwa nao sisi ni walimu tosha wa kuweza kuwafundisha. Tuwalinde katika afya na elimu nyingine. Sawa, tuangalie pia maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia kwenye simu yetu 0621780663. Kumekucha Tanzania, anasema katibu elimu, malezi na mazingira John Mtende, mtapenda malezi bora ni kumpatia chakula bora ili awe na afya njema. Kukaa na mtoto kwenye biashara sio salama kiafya na hata kiakili. Ujumbe, watoto ni taifa letu la kesho, tuwalinde. Anaitwa John Mtende huyo kutokea pale Mtapenda B. Lakini anasema nisome kama Fumbuka Tungu kutoka Lumuka Dirifu Mlimani, anasema mtoto mimi kwa maoni yangu, mtoto anayekaa kwenye mkusanyiko, cha kwanza anajifunza tabia mbaya mbali kama vile wizi, utapeli. Tujitahidi pia kuwaacha watoto nyumbani. Ramahula kutokea Katumba anasema mtoto ni kama jua, uakisi akae mazingira ambayo ni rafiki kwake. Hadija Ulimwengu kutokea Nsemulo kwa Mkumbo, yeye anasema yuko na sisi. Lakini Marius kutoka Ngoma Lusambo anasema asanteni kwa kutujuza hayo. Lakini anasema anachangia mada juu ya haya Hussein Machozi awe Gidi Mwanakatwe, yeye amezungumzia jambo jingine kabisa. Lakini huyu anasema pia yuko na sisi. Sawa, nambari yetu ni 0621780663. Tuandikie maoni yako hapo. Wewe unachukuliaje hali ya watoto wadogo kushinda katika maeneo mbalimbali ya biashara, na nini hasa unadhani kinaweza kikafanyika ili kuchukua tahadhari ama kuweka usalama wa watoto hao? Doto Makalanga anasema dada, niko na nyie hadi tamati ya kipindi. Frank Nguzo kutokea Mtapenda anasema pia anatufuatilia kwa ukaribu kabisa. Sawa, pengine turejee kwako afisa ustawi, utuambie ni hatua gani hasa muhimu mzazi au mlezi anaweza kuzichukua kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mtoto wake unakuwepo hasa katika maeneo hayo ya biashara, hususan kwa wale watoto ambao tayari wanajitegemea, wale ambao hawanyonyi. Kama tulivyoshauri, ni bora wakabaki nyumbani na mtu ambaye anaaminika. Lakini kwa wale watoto ambao wananyonya, ambao wapo na mama muda wote, ni bora mzazi akachukua tahadhari, mfano za kimazingira, kuhakikisha kwamba pale sokoni ambapo anashinda mazingira ni safi na salama kwa mtoto. Lakini pia hakikisha kwamba mtoto anapata lishe, ule mchanganyiko wa vyakula kwa ajili ya makuzi yake mazuri. Kwa hata kama anaagiza chakula, hakikisha kwamba kwenye kile chakula kuna mchanganyiko. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.